Kabla zako asubuhi ya leo, Bwana tunaomba kwamba Bwana ukazungumze na mioyo yetu. Ndio maana tuko mahali hapa, tunahitaji uzungumze nasi. Zungumza na mioyo yetu katika asubuhi ya leo. Baba, mioyo yetu ya kutamani katika asubuhi ya leo. Mioyo yetu yanakuhitaji mfano mkuu katika asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu tunakuhitaji katika asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu unaposhuka unatuhudumia. Roho Mtakatifu unaposhuka unatuinua. Roho Mtakatifu unaposhuka unatuponya. Roho Mtakatifu unaposhuka unaharibu masikio yote ya giza. Ili Bwana ukaweza kutukuka na kuinuliwa katikati yetu. Asante Roho wa Mungu, maana Bwana uko mahali hapa katika asubuhi ya leo. Weza kuinua na kuibariki maisha yetu. Weza kutenda makubwa katikati yetu. Baba, tunasema ni asante. Ni kwa sababu ni Mungu ndiye pamoja nasi. Kwa jina la Yesu tunaomba tukushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa sababu hii inadhihirisha, inakukubalia na kwamba ni asubuhi ya baraka ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya maisha yetu. Asubuhi kama tunapatana hapa, itabidi watu wengine wakakaribia hapa, lakini kama sauti inawafikia, tunashukuru. Asante. Asubuhi ya leo tunataka tumpokee neno la Mungu na vile ambavyo Mungu amekuwa akituzungumzia tangia mwanzo wa mwaka huu. Tulisema ya kwamba Mungu, mwaka huu tulisema kwamba Mungu afanye namna gani? Mungu afanye namna gani? Ama sauti ya hivi, sauti ya hivi kipanga, ama sauti ya hivi kwenu? Tulisema mwaka huu ya kwamba Mungu atufanyie nini? Mungu atupatie moyo ya kufundishika. Haleluya! Hiyo ndio kile ambacho tuliomba Mungu katika mwaka huu. Tupe moyo wa kufundishika. Na tulipokuwa tunasema hivyo, tukaanza mwezi wa kwanza Januari, tukisema kwamba Januari ilikuwa Mungu tufundishe namna ya kuomba. Mwezi wa pili, Mungu tupe nini? Tufundishe namna ya kuwa na imani. Mwezi wa tatu, tufundishe namna ya kuabudu. Mwezi wa nne, mwezi wa jana, tufundishe namna ya kupenda. Katika mwezi huu tunatamani kwamba Mungu atufundishe kuhusu roho wake. Tunahitaji Bwana atufundishe kuhusu Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tunatamani kwamba Bwana atufundishe katika mwezi huu. Na walio katika ambao nilishiriki katika kampeni yao, nilisema kwamba kama kuna mtu licha ya Yesu Kristo, kwa sababu Yesu alizaliwa na Roho Mtakatifu, lakini mtu wa pili ambaye alipokea ujazo wa Roho Mtakatifu alikuwa nani? Alikuwa nani? Yohana Mbatizaji alijaza na Roho Mtakatifu akiwa miezi ngapi? Akiwa miezi ngapi? Unajua, kumbe ndio maana unapata sana kuelewa. Ndio maana Wakorea Uganda wanahesabu watoto wao, mtoto tu akifika miezi 6 kwa tumbo anahesabika kwamba ni mwaka wa wakati unaongojea azaliwe. Yeye anahesabu miezi 6 akiwa kwa tumbo, anaanza mwaka. Unaelewa hiyo? Ni kwa sababu hata Yohana Mbatizaji alijaza na Roho Mtakatifu akiwa miezi ngapi? Kama amezaliwa. Kabla hajazaliwa akiwa katika tumbo ya mama yake. Wakati ambapo Maria mama Yesu
alikutana na Elizabeth wakati wa kusalamia ena hiyo kumbatiana, naitwa kumbatiana, ambayo leo hii tunaomba kwamba Mungu atusaidie tukumbatie Roho Mtakatifu. So wakati wa kumbatiana kati ya Maria na Elizabeth, mtoto akachamika ndani ya tumbo ya Elizabeth. Ni kama nilichamka. Biblia inasema kwamba wakati huo ndio Yohana Mbatizaji alijazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hata akizaliwa tayari alikuwa amejazwa na nini? Nataka kuwa nao kwa umse likasema kwamba ombea mtoto wako akiwa ndani ya tumbo anasikia. Zungumzia kama unataka mtumishi wa Mungu, zungumzia akiwa wapi? Na sio tu kuzungumzia, ambia ajazwe na Roho Mtakatifu akiwa wapi? Na siku ya Ijumaa kwa wale ambao Mungu alitusaidia kuwa katika kesha, tuliweza tena kuzungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Nikasema kwamba kuna kazi mbili ambayo Roho Mtakatifu anatenda katika maisha ya muumini. Kazi ya kwanza analitenda ndani ya muumini, ile tunaitwa katika Kisungu indwelling of the Spirit, Roho Mtakatifu akiwa ndani ya muumini. Maana Yesu alisema kwamba Roho atakaa nani, atakaa ndani yenu. Na sehemu ya pili ya kazi ya Roho Mtakatifu, anakaa juu yetu. Bwana Yesu atukuze. So nikasema kwamba mara mingi tukiwa kanisa tumesitiza zaidi kuhusu Roho Mtakatifu akiwa juu yetu. Na nikasema kwamba Roho Mtakatifu akiwa juu yetu ni vile saizi ilivyo. Ni vile saizi ilivyo. Ninayozungumza ni kwa ajili ya faida ya wote. Unaelewa hiyo? So Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu ni kwa ajili ya faida ya kanisa. Na hiyo ndio tumesitiza kabisa. Mara mingi tunaposikia kuhusu Roho Mtakatifu, tunasikia kuhusu nguvu inayomshukia mtu. Inatoka sisi nguvu ya utumishi, ya kutumikia Mungu. Lakini sehemu kubwa si juu ya utumishi, lakini Roho Mtakatifu akituhudumia sisi wenyewe ndani ya mioyo yetu. Maana akiwa ndani mwetu ndiyo mambo ya wokovu yanaanza, ndio kila kitu kuhusu maisha ya muumini. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu indwelling. Na hii ndio sehemu ambayo inatugusa zaidi katika kanisa. Bwana Yesu atukuze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na uliza swali, wangapi hapa ni Waprotestanti? Zote. Nimesikia hiyo. Lakini nauliza, wangapi kati yetu ndio Waprotestanti wa Pentekoste? Sasa mtu tena amenijibu wote. Sasa ninashindwa, tuko Waprotestanti ama wa Pentekoste? Wow, hatuelewi hiyo. Hatuelewi hiyo. Bwana Yesu atukuze. Haya, hiyo ni chakula siku nyingine. Wacha nisimamie tu hapo kwa sababu. Bwana Yesu atukuze. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tunaitwa wa Pentekoste. Lakini tatizo ndio hili. Sisi ni wa Pentekoste kwa jina, lakini si kwa uzoefu. Kama unashika vizuri, naongea kwa Kiswahili nasema hivi. We are Pentecostal by name, but not by experience. Bwana Yesu atukuze. Nika mnanishika. Kama tunashikana, kama hiyo Kiswahili. Sisi ni wa Pentekoste kwa jina. Inaitwa kanisa la Roho. La Roho Mtakatifu.
lakini huyu Roho akaenda nini? Nikutaja tu ndio anatajwa, lakini hatuna mshikamano pamoja na yeye, hatuna experience pamoja na yeye. Ndio ombi langu katika mwezi huu ya kwamba Bwana atusaidie tuelewe huyu Roho Mtakatifu ni nani na tumfahamu zaidi, ili tukaweza kumkumbatia katika maisha yetu. Haleluya! Bwana Yesu atukuze. Ndio maana nataka nikaribishe daktari aendelee katika tuambie namna ya kukumbatia Roho Mtakatifu. Ndiye Yesu anakuja. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni nafsi. Roho Mtakatifu sio msukumo. He is not a force. He is not an energy. Msukumo wale wa sayansi najua mambo ya pivot, fulcrum na effort, ndio ikuwe na balance. Kama mtu anasukuma kitu kubwa, vitu hivyo vitatu inafanya kazi, fulcrum iko, pivot na hata effort. Kuna watu wanadhania Roho Mtakatifu ni msukumo. It is not a force. It is not an energy. Yaani nguvu fulani yenye inahitajika kwa wakati fulani. He is God. Yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu wa utatu. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. He is personal, and He desires to have relationship with us. Relationship to be in us. Anataka akue ndani yetu, kama vile mchungaji wetu askofu ametuambia, anataka akae ndani yetu. Maana kuna hiyo mambo mawili vile anavyofanya kazi. Roho Mtakatifu ndani yetu na Roho Mtakatifu juu yetu. Waliokuwa Friday kwa kesha, mchungaji wetu askofu wetu alitusomea neno katika Mathayo 7:21 na 22 na 23. Nimehisi tu nisome hapo nikiendelea. Mathayo 7:21. Nani amepata? Nasikia makaratasi bado inapekuliwa. Meipata? Some 21 mpaka 23. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni,
bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tukatoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu. Ondokeni kwangu, enyi watenda maovu. Lakini cha ukweli ni kwamba walikuwa wametenda muujiza, walikuwa wamemwombea mtu, hapo na kipawa cha kuombea mtu mpaka anapona instantly. Kipofu wanaona, vilema wanatembea. Lakini anaambiwa, sikujui, ondoka kwao. Kwani kile alikuwa anafanya kilikuwa ni kazi ya Mungu. So askofu akawa anatuambia hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu akiwa juu yetu, to have manifestation of the power of God, yaani kujidhihirisha nguvu za Mungu kwa ulimwengu. Na kumbe unaweza jidhihirisha nguvu za Mungu kuponya, kutabiri, lakini kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yako, inside the Holy Spirit in you, itakuwa unanena kwa faida ya wengine. Ile Paulo anasema, sitaki niwaelekeze wengine waingie mbinguni, alafu mimi nifanyaje? Nikataliwe. Kumbe alikuwa anajua kuna uwezekano ya kukataliwa. There is a possibility of being refused or being rejected into entering into the kingdom of God. Na ndio wengine walifaidika wakapona, na wao baada ya kupona akamkimbilia Kristo na kusema ni asante, wewe ndio umeniponya. Mchana wa leo ningependa tuangalie huyu Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani kwangu? Roho Mtakatifu ni nani kwako? Roho Mtakatifu ni nani kwetu? Who is the Holy Spirit to me? Who is the Holy Spirit to you? Who is the Holy Spirit to us? Roho Mtakatifu ni nani? Ndio twajua ya kwamba yeye ni Mungu wa utatu. Is the third person of the Holy Trinity. Lakini mara mingi watu wanaweza kuwa wanaelewa Mungu Baba, watu wanaelewa Mungu Mwana, Mwokozi wetu Yesu Kristo, lakini huenda hamuelewi Roho Mtakatifu ambaye the Mungu wa utatu, the third person of the Holy Trinity. Roho Mtakatifu anatamani kukaa ndani yetu. Kwa hivyo yeye ni nani? Nataka kuanza kwa kutaja mambo matano kuhusu Roho Mtakatifu ni nani kwangu, ni nani kwako, na ni nani kwetu. Jambo la kwanza nataka kusema Roho Mtakatifu is our personal guide and counselor. Yeye ni mwalimu, ni kiongozi ya kila mmoja wetu, na yeye ni mshauri.
kulingana na kutabiriwa ya ile Isaya ya kwamba mwana atazaliwa na katika begani mwake kutakuwa na mweza. Atakuwa, he will be a wonderful counselor, an everlasting God. Kwa hivyo is our personal guide, is our personal teacher and counselor. Kwa hivyo tutaanza kusoma katika Yohana 16 kulingana vile Yesu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake akiwa katika harakati za mwisho ya yeye kuelekea mbinguni, kurudi mbinguni, ili akijiandaa kurudi tena kwa mara ya pili. Kuja kwake mara ya kwanza ndiyo aliyokuja akazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alafu akamalizia msalabani kwa kufa, akasema yote yamekwisha, yote yamemalizika. Kwa hivyo akawa anaambia wanafunzi yake, ni kwa ajili yenu ndio maana inaenda. So 16 tutasoma pia mlango wa 14, lakini tuanzie mlango wa 16. Mlango wa 16, acha nianzie mstari wa 7, alafu nitasisitiza 13 na 14. Lakini nawaambieni ukweli, afadhali kwenu mimi niende zangu, maana nisipokwenda msaidizi atakuja kwenu, lakini nikienda basi nitamtuma kwenu. Naye atakapokuwa atawathibitishia wa ulimwengu kwangu wamekosea kuhusu dhambi, uadilifu na hukumu ya Mungu. Wamekosea kuhusu dhambi kwa sababu hawaamini, kwa sababu hawaniamini. 10, kuhusu uadilifu kwa sababu na kwenda zangu kwa Baba nanyi hamtaniona tena. Kuhusu hukumu kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. 12, ninayo bado mengi ya kuwaambieni, ila kwa sasa hamwezi kuyastahimili. Lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza kwenye ukweli wote, the all truth. Maana atasema kwa mamlaka yake mwenyewe, bali atasema atakayosikia na kuyajulisheni yatakayokuja. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atawajulisheni yale atakayopata kutoka kwangu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa binafsi, personal guide, personal teacher and counselor. Kwa hivyo ndio Yesu akawa anasema ya kwamba Roho atakapowakujieni, Roho wa kweli, atawaongoza nyinyi katika ukweli wote. Wapendwa, Roho Mtakatifu anyamazi, is not silent, he speaks. Yeye huongea, yeye huongoza. He guides us away from danger, anatuongoza kutokana na hatari. Tuongoza kutokana na hatari. Habari inanenwa kutoka kwa hii kuhusu hii mlima ya Kamatira, na kutoka Kitale kufika West Pokot, then makutano kabla hujafika Chapareria na hiyo mlima ya Kamatira. So miaka ya nyuma inasemekana wakati kwa msitu mkubwa, kuna dada msichana alikuwa ameenda kesha,
na kesha ya kumaliziwa asubuhi saa 10, saa 11, kawa aende nyumbani. Hapo katikati akawa kuna wanaume walikuwa wamemfuata, fikiri walikuwa wanataka kumfanyia msichana wenyewe kinyama, lakini mambo ya kubaka. From nowhere simba akatokezea. Simba akatokezea kwa msitu, na Yesu ni simba wa Yuda. So simba wa Yuda akajitokeza kama simba wa kawaida. Unafikiri kuna mwanamume tena unafikiri kuna mwanamume alikuwa na courage ya kutimiza mambo yake aliyotaka kufanya? Kila mtu anajiambia mbinguni. Jambo iliyofanyika, tunaambiwa hiyo hadithi ilikuwa hadithi ya kweli, lakini sasa wakati tulikuwa tunaelezewa ilikuwa ishafanyika hapo nyuma. Ni kwamba dada huyu aliingia katika kuomba na akaanza kunena kwa lugha. So ikisema, Mungu, wacha kama umeruhusu wanifanyie kile wanataka kunifanyia, lakini wewe chukua usukani. Kufumba na kufungua. Baada ya kuendelea kunena kwa lugha dakika 5, alipofungua macho yake, hata yeye mwenyewe alistuka kuona simba au karibu na yeye ameketi, ametulia. Lakini wale waliotaka kumfanyia kinyama hawako, walikuwa shahada. Ilikuwa kisa. Huyo simba alikaa na yeye. Ilipofikia wakati ya kupambazuka asubuhi, haijulikani vile simba alipoenda, kwa sababu nayo huyu dada aliona hata na yeye binadamu tu ilimwingia. Unajua aliona hata hawezi kimbia. Akikimbia atafanywa nini? Simba kama hapo karibu na wewe, hakujua ni simba wa kupitia. Kwa hivyo ni kansela, ni yeye. Yesu anaweza jitokeza kwa wakati wake. So akawa na ile hofu, kuogopa, ilipopambazuka. Asante. Ndipo niliona simba ameenda na anafuata njia, na kuna pikipiki alisimamisha, so ikamfikisha nyumbani. Kwa hivyo Roho wa kweli atatuongoza katika ukweli wote. So he guides us away from danger. Anatuongoza kutokana na hatari. Ona vile alimuongoza huyo dada. So mtu asiwezi sema mimi ni mdogo. Ukijawa na Roho Mtakatifu wa Mungu, ukiruhusu yeye awe your personal guide na counselor, hakika atakuongoza kutoka hatari yote. Na pia he guides into all truth. Anatuongoza kutokana na ukweli wote. Alafu pia yeye anatukumbusha yote ambaye Kristo ametufundisha. Ni yeye atoi yaliyo yake, bali anatoa yale Baba angekusudia tuweze kujua. Yale yamefunuliwa ni yetu na watoto wetu. Ni nani anafunua? Baba anaachilia kupitia Roho Mtakatifu ili tuweze kuyapata mambo hayo.
In a noisy world full of confusion, katika ulimwengu huu wa kelele ambao umejawa na hali ya mchanganyiko wa mambo, Roho Mtakatifu yuko mahali pale. Bwana asifiwe. No wonder tunaambiwa mwenye haki ataishi kwa the just shall live by faith. Mwenye haki ataishi kwa imani. Wakati msingi inatingizwa, Zaburi anauliza hivyo, wakati msingi inatingizwa, je, mwenye haki atafanya nini? Kitembea katika uongozi wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atamuongoza hata katika hali ya changanyikiwa. His voice brings clarity. Sauti yake analeta mambo waziwazi, anasababisha mambo ikuo waziwazi, mambo ambayo hatuyaelewi, things that are not clear, he brings clarity. Analeta uelewa, sisi tuweze kuelewa mambo fulani. Jambo la pili ni kwamba the Holy Spirit is our comforter and helper. Yeye ni mfariji na msaidizi. Is our comforter and helper. Tusome hiyo katika Yohana 14. Pia ni juu ya Yesu alipokuwa anaongelesha wanafunzi wake. Naifanya hii kama funzo. Kwa hivyo tajaribu kufundisha. Yohana 14 mstari wa 16 na 17. Kumi na 16 na 17. Nami nitamwomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Bwana asifiwe. Huyu Roho Mtakatifu anayetaka kukaa na sisi, anataka kukaa na sisi kwa muda gani? Si kwa wiki moja, si kwa mwezi, si kwa mwaka. Anataka kukaa na sisi milele. Roho wa kweli anataka akae na sisi milele. Mbona kuna watu wanafika mahali wanachoka, wako kanisani, wamengoja Yesu arudi. Wakati ile ya kuamini Yesu ilikana kama anarudi kesho, anarudi leo usiku. Kuna ile kujiandaa ya hali ya kweli. Baada ya miaka 20 kwa wokovu, baada ya miaka 30 kwa wokovu, upendo ule wa kwanza wa Kristo inaanza kupoa, inaanza kupungua. Lakini tunaambiwa asubuhi ya leo ya kwamba Roho Mtakatifu ni wa kukaa na sisi milele. 17. Yeye ni Roho wa kweli. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu hauwezi kumwona wala kumjua, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anabaki nanyi na yu ndani yenu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ni nani kwako? Ni nani kwangu? Roho Mtakatifu ni mfariji na msaidizi. Anataka kukaa nami, anataka kukaa na wewe milele.
Yeye is our comforter in time of grief. Yeye ni anapeana faraja wakati ya majonzi. Comforter in times of grief. Kwa njia moja ama nyingine, wapendwa, tumepitia kwa hali ya majonzi. Na unajua wakati ya majonzi yanaweza tokea kupoteza mpendwa. Majonzi yanaweza tokea kwa hali ya kikazi. Hivi majuzi kulikuwa na changamoto baada ya president wa Amerika kutangazwa Donald Trump. Kulikuwa na fund ambayo inasaidia nchi nyingi za Afrika, Kenya ikiwemo mojawapo. Kuna watu wengi waliathirika, lakini mfariji, comforter akikuwa hata katika hali kama hizo, unapotulia na kumwongoja mwongozo wake, hakika unastukia analeta faraja. Sisi kama wanadamu, kama wapenzi, kama marafiki, tunaweza leta faraja kwa muda, lakini mpendwa, faraja ya kweli, the true comfort, comes from God through the Holy Spirit of God. Faraja ya kweli wakati ya majonzi, comfort in grief, yeye analeta. Jambo lingine is our strength in weakness. Yeye ni nguvu yetu wakati ya udhaifu. Pia kila mmoja wetu anaweza kuwa amepitia hali ya udhaifu fulani. Kama mwanadamu yeyote ile, naweza kuwa umepitia hali ya udhaifu fulani. Anayepeana nguvu, kama vile Paulo aliambiwa, nguvu zangu zinajidhihirishwa katika udhaifu wako. My power is made manifest in your weakness. Paulo alikuwa na mwiba katika mwili. Kuna mwiba na Paulo ni mhubiri. Paulo ni mtume, is an apostle, a man of God, lakini mwiba ukawa katika mwili wake. Mpendwa, yeyote yetu anaweza kuwa na udhaifu ya aina fulani, mradi tuko katika ulimwengu. Lakini nakushauri asubuhi ya leo, mchana wa leo, ya kwamba yuko yule anayetaka kukaa ndani yako, anayetaka kukaa ndani yangu. Jambo ni kwamba Roho Mtakatifu yu karibu na wewe kuliko hata kupumua kwako. The Holy Spirit of God is closer to you than even your own very breath. Yuko karibu na wewe kuliko jirani yako wa karibu, kuliko mke wako, kuliko mume wako, kuliko mtoto wako mdogo anayenyonyeshwa. Siani watu wakukaa karibu na sisi sana, lakini imagine Roho Mtakatifu yuko karibu nasi kuliko hao wote. Yeye yuko karibu na sisi. Kwa hivyo wakati wa kuwa na udhaifu, yeye anasema, yeye anafanyika nguvu wakati ya udhaifu. Na tumeona mfano ya Paulo mtu wa Mungu ambaye ameandika zaidi ya nusu ya vitabu ya Agano Jipya.
Vitabu 13 kati ya 27 ya Agano Jipya ni Paulo ndiye ambaye ameandika, na vingi pia vitabu vyake ndio ile inaweza kutumika kama doctrine. Na imagine huyo mtu wa Mungu akawa na unabii, lakini Roho wa Bwana Mungu akamwambia kupitia Roho wake, nguvu zangu zinajidhihirisha katika udhaifu wako. Jambo lingine, Roho Mtakatifu akiwa mfariji na msaidizi, yeye ni amani wakati wa machafuko. Is our peace in chaos. Je, unajua Roho Mtakatifu ni nani kwako? Roho Mtakatifu yeye ni amani yako wakati ya machafuko. Our peace in times of chaos. Machafuko fulani inaweza fanyika katika maeneo na anayeweza kutupatia amani nayo dumu, si kama vile ulimwengu inapatiana. Tunaambiwa tunapokuwa na Roho Mtakatifu, yeye ni amani yetu wakati ya machafuko. Yeye atembelei tu sisi, yeye anakaa ndani yetu. He does not just visit us, he lives in us. Yeye anakaa ndani yetu. Another point ingine ni kwamba is our source of power. Yeye ni chanzo cha nguvu zetu, na hiyo tutapata katika Matendo ya Mitume 1 mstari wa 8, mstari ambao tunaujua, ambapo Yesu anaambia wanafunzi wake wangojee Yerusalemu mpaka watakapopokea nguvu mpya. Hiyo karibu nidhanie kuna kengele inayeniambia chunga masaa yako. So Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8 inasema, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapowashukieni nyinyi, mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi yangu katika Yerusalemu, katika nchi yote ya Yudea na Samaria na hata misho ya dunia. Ya kwamba you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Sasa hiyo upon us. Na sasa tunapokea nguvu, tunakuwa mashahidi wa Kristo kuanzia Yerusalemu, pale ambapo tuko Yudea yote, Samaria na sehemu zingine za nchi. Kwa hivyo is our source of power. Yeye ni chanzo cha nguvu zetu. Hatuwezi kuishi maisha matakatifu, maisha ya Kikristo pasipo nguvu za Roho Mtakatifu, pasipo yeye kutusaidia. Ni Roho Mtakatifu ndiye anatupatia nguvu mpya. He gives us power to have boldness to witness. Anatupatia pia uweza ya kukataa dhambi, to resist sin, na pia anatupatia uweza ya kufanya kazi ya Mungu vile anavyotaka kwa nguvu isiyo ya kawaida, that is divine strength. Jambo lingine la 4, the Holy Spirit is our sanctifier. Roho Mtakatifu ndiye anayetutakasa.
Mtakatifu ndiye anayetutakasa. Katika Wagalatia 5:16 mpaka 23, huenda tusisome yote, lakini nataka tu kutoa kwa muhtasari ya kwamba Wagalatia 5:16 mpaka 21 inaongea juu ya mambo ya mwili. Mambo ya mwili. Na mambo ya mwili Biblia inasema ni dhahiri. Alafu pia kutoka 22 mpaka 23 ndipo inatuambia juu ya tunda la Roho. Tunda la Roho. Anasema 16, basi nasema hivi, mwenendo wenu na uongozwe na Roho, nanyi hamtafuata tena tamaa za kidunia. Maana tamaa za kidunia hupingana na matakwa ya Roho, na matakwa ya Roho hupingana na matakwa za kidunia. Mambo hayo mawili hayafikiani, kwa sababu hiyo hamuwezi kufanya yale mnayotaka nyinyi wenyewe. Lakini anasema 18, kama mkiongozwa na Roho, basi hamupo tena chini ya sheria. Anaanza kueleza matendo ya mwili kama yale: uzinzi, uasherati, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, toyo, mabishano, mafarakano, usuda, ulevi, ulafi na mambo mengine kama hayo. Nawaambieni tena, kama ilivyokwisha sema, watu wanaotenda mambo hayo hawataupata ufalme wa Mungu uwe wao. 22, lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hakuna sheria inayoweza kupinga mambo haya. Mpendwa, ningependa kukwambia ya kwamba Roho Mtakatifu akiwa anatusafisha, yeye akiingia ndani yetu, yeye anaanza kutaka kufanya mabadiliko. Anataka kufanya wewe aina ya mtu yenye yeye angekusudia uwe. Hata kama anakusudia kukufanya wewe mhubiri mkubwa, lakini mpaka aunde wewe ndani ukuwe ni mhubiri ambaye baada ya kuhubiri, baada ya kutabiri, bado anaweza baki mwokovu mwaminifu. Bado mambo ya kiburi yanapotaka kuingia ndani, bado yeye anaweza kuistahimili. Kwa sababu gani? Tunda la Roho iko ndani yake. Kuna wakati hatuwezi tukaonyesha upendo kwa siku moja. Bwana anasababisha upendo ndani yetu kukua. Bwana, kuna wakati ambapo amani inataka
sasa inanipatia nafasi ya kutembea. Sasa waje nikue mwinjilisti. Nitembee na Biblia. Kwa sababu ningependa kusisitiza kitu kuhusu tunda la Roho mpendwa. Tunda la Roho kuna wakati ni ngumu kupenda, lakini kuna mambo ambayo itajaribu upendo wako. Hapo ndio utajua kama tunda la Roho la upendo limekomaa ndani yako. Tunda la Roho lingine ni furaha. Imagine wakati kuna mambo yamekufanyikia, ati unaambiwa inabidi ukuwe na furaha. Tunda la Roho juu ya furaha, tunda la Roho la furaha inaweza jaribiwa mambo fulani ili ijulikane kama tunda la Roho la furaha iko ndani yako. Tunda la Roho ya amani unaweza jaribiwa. Kuna mambo yanayofanyika, inataka wewe ukuwe na amani, lakini inataka kujidhihirisha nini? Kinyume cha amani ni kinyume cha amani huzuni. Badala ya kuwa na amani, inataka uwe na huzuni. Ukweli ni kwamba yanayotokea ama yale ambayo yametokea, inataka wewe uwe na huzuni. Kama mwanadamu wa kawaida, inataka kukuletea huzuni. Lakini tunaambiwa tunda la Roho, wakati Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, anasababisha uwe na amani badala ya kuwa na huzuni. Unafikiri hiyo ni rahisi? Mpendwa, si rahisi, lakini Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu mara kwa mara, analeta amani. Uvumilivu ni patience. Asili ya asubuhi ilikuwa naambia wapendwa kwamba kuna wakati mimi uvumilivu wangu ilijaribiwa. Kuna mpendwa nilikuwa namwongojea aje kwa dakika 45 au amepanda gari anifikie anielekeze tulikuwa tunaenda. Nimesafiri kutoka Nairobi, nilikuwa naenda Meru, nilikuwa naelekea Shuka. Kuna kitu kuna huduma tulikuwa tunaenda kufanya kwa hospitali ya Shuka. Na mimi sikuwa najua, nilikuwa mgeni. Kwa hivyo kuna ndugu alikuwa anakuja kunichukua na ilikuwa ananiambia dakika 45 nitakupata penye huko. Lakini badala ya kuchukua dakika 45, huyo ndugu alichukua masaa matatu. Wakati anakaribia kukuja, nilisikia sauti ikiniambia, atakapofika usianze kukomplain, usiongee kitu, usilalamike. Ni mimi. Hiyo sauti tunasema kuna kitu nataka ujifunze. Nikajifunza uvumilivu yangu ilikuwa inajaribiwa. Ikiwa mwanadamu ya kawaida, nitaachilia maneno. Utaambia akifika tu wakati tu ya kusalimiana, utaambia aje, yaani ningekuwa wapi? Lakini uvumilivu ikawa inajaribiwa. Jambo lingine tena la tunda la Roho, nimalizia hapo, ni ya wema.
kama ile mama wa Sarepta, chakula imeisha, watu walikuwa wameanza kufanya madeni ya watoto, tukule leo wako na kesho wangu. Njaa ilikuwa imezidi, lakini mtumishi wa Mungu Elisha kaa na kumkujia yule mama, wema wake ukajaribiwa, ati kile kidogo uko nacho tupikie. Yaani anapika kama ni uji, badala ya hata kupatia mtoto kwanza, kwa sababu ni mambo ya njaa, ikawa ampee kwanza mtumishi wa Mungu, na tunajua yale ambayo yalifanyika. Kwa hivyo wakati Roho wa Mungu hapo na sisi hapo ndani yetu, anakuza tunda la Roho ndani yetu, anakuza fadhili, anakuza uaminifu, anakuza upole na hata na kiasi. By the way, hatujui kuwa na self control. Hatujui kuwa na self control. Hebu kanyaga mguu ya mtu bahati mbaya. Kanyaga mguu ya mtu kwa bahati, atakwambia aje? Akitumia yaani ujui mahali kwa kukanyaga, hauna nini? Jameni, ni Roho Mtakatifu atakayetusaidia kuwa na kiasi, kuwa na self control. Kama mwanadamu ya kawaida unaweza kuwa mambo. Ulimi ni kiumbe kidogo, lakini matatizo yake ni makubwa. Kuna mahali tutahitaji kuwa na restraint. Usimwage mambo. Ni nani atakayetusaidia kwa hayo? Na kushauri mpendwa, ni Roho Mtakatifu. Haitakuwa kwa nguvu zangu. Kuna mahali tu, na mpendwa siku nyingine alisema, kuna wakati our self nature, kuna wakati asili yetu iwe inarudi. Tusiposuppress, Roho Mtakatifu asuppress kabisa asili yako ya kawaida, ili ya kuonyesha true yako. Kuna wakati itakuja. Kuna wakati inaweza jitokeza. Ikijitokeza, ile jambo utamwambia mwingine, itakuwa ni ya kushangaza. Kwa hivyo, wacha sasa nimesisitiza hapo kwa muda ya kwamba ni Roho Mtakatifu atakayetusaidia kuundwa, kutusafisha. Na hiyo yote ni kusafishwa, kuangaliwa kwa kiasi chako. Ni Roho Mtakatifu anatusafisha ili kuundwa kuwa aina ya mtu ambaye yeye anataka wewe uwe. Na ukishasafishwa na uweko sasa kwa uwanja ya huduma, ukisafishwa na tunda la Roho ifanye kazi. Sasa hiyo ndio kukua. Sasa hiyo ndio maturity. It is possible kufanya unabii wakati mtu hata hapo immature, mtu hajakuwa kiroho zaidi, yaani tunda la Roho haijachupuka ndani yake, hajavumilia katika kupenda, hajavumilia katika kuwa na kiasi, hajavumilia katika kuwa na amani, lakini anaweza fanya mambo ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa anatuambia Friday. Tahudumu tu, utatoa unabii, utatoa mapepo. Wewe sio ndio vitu sahi watu wanakimbilia. Sahi tukisikia kwa mlango wetu hapo, kuna mhudumu amekuja na akakutana na mtu alikuwa anaingia, alikuwa kiwete na amemponya.
kwa mlango tu yetu hapa, hata kama mahubiri yanaendelea, najua tunaweza achana na watu nani hataki uponyaji? Nani hataki muujiza? Kwa hivyo ni tunda la Roho ndio inayosafisha. Nataka kuamini wakati ambapo ninaongea, Roho Mtakatifu mwenyewe achukue usukani ya kuongelesha. Katika hiyo tunda 9 ya Roho Mtakatifu, akuongeleshe wewe mwenyewe ni gani inahitajika improve ndani yako. Ni gani inahitajika, labda wewe ni mtu wa hasira. Ukimimina hasira sokoni penye unafanyia kazi, mwenye anakuja kununua atapata maneno, ni nani alikutuma kuja kuguzaguza mboga yangu kama unataka kununua? Ununue ama Okay. kweli. Kuna wengine hata wakopo anaweza finya mapagano ya mtu kwa wengine. Unaona? Roho Mtakatifu atusaidie. Tunaonunua na pia wenye wanauza. Kwa sababu tunaweza si kwa kuuza pekee, hata kwenda kununua ukiwa mwokovu. Unaweza fanya mwingine ananuna, anabaki akinuna mpaka anaanza kuona hii sasa ndio wokovu. Jamani, hii ndio maana mambo haya tumeletewa siku ya leo, ya kwamba Roho Mtakatifu aweze kutusaidia katika tunda la Roho. Jambo la mwisho niliyokuwa nayo ni kwamba Roho Mtakatifu is the presence of God in us. Roho Mtakatifu anakuwa ni Roho Mtakatifu, ni Mungu ndani yetu. The Holy Spirit is God himself in us. He is God indwelling his presence in us. Na hiyo tunaambiwa katika Wakorintho wa kwanza 6:19 ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mwili wako ikiwa ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni ukweli kwamba Roho Mtakatifu hayuko mbali nawe, hapo karibu na wewe, hapo ndani yako. Anataka kuongelesha kwa sauti nyororo ya kwamba wachana hii mwanangu, amka uombe, amka usome neno, usipitie hiyo njia, na kweli ukitii, baadaye utasikia ripoti juu ya hiyo njia. Sasa wacha nimalize kwa kunena mambo tena machache juu ya kukumbatia Roho Mtakatifu, embracing the Holy Spirit of God. Jambo la kwanza ni ya kwamba ili kukumbatia Roho Mtakatifu inabidi kumpokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi ya maisha yetu. Na nataka kuamini ya kwamba kila mmoja wetu ameokoka. Kwa hivyo hiyo ni hatua ya kwanza ya kukumbatia Roho Mtakatifu, wokovu. Roho Mtakatifu uwepo wake inaingia ndani yetu. Na anapoingia ndani yetu inatakikana sasa kujazwa. Inatakana sasa kujazwa upya siku baada ya nyingine. Kupokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Warumi 8:9 inasema yeyote asiyokuwa na roho ya Kristo yeye si wake. Anyone that does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Jambo lingine la pili, inahitajika wapendwa, tuweze kuwa tayari kuongozwa na Roho wa Mungu. To be open and willing, kuwa tayari Roho Mtakatifu kuchukua usukani.
katika Warumi 12 mstari wa kwanza tunaambiwa ya kwamba tuitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai yenye kumpendeza Bwana. Itoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai yenye kumpendeza Bwana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu hawezi akajilazimisha kwetu. Bwana asifiwe. Nikiangalia hivi kwa nyumba naona tuko chini ya 150 ama tukawa chache ni karibu 120. Na kanisa lote tukikuwa sisi tunaweza fika 200. Ndio maana kupitia kiongozi wetu wa askofu tulikuwa tunasema hivi viketi nahitajika Bwana tusaidie tuweze kufika 200, ili kila mtu ikuwe kwamba wakati fulani kila mtu anakalia hiki kiketi. Kwa hivyo tunaweza fika 200, na ni mapenzi ya Bwana sisi zote 200 au wote 200, kila mtu ajaze na Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu si kujazwa ili kunena kwa lugha mpya, si ya pastor, askofu na associate pastors wake na bodi wake. Unajua kuna mtu anaweza calculate hata mwingine aseme na kama kuna kuongezea aongeze viongozi ya wazee, aongeze viongozi ya wamama, viongozi ya vijana, viongozi ya timu ya watoto. Kuna mtu anajijazia hivyo, anasema kama hawa watajazwa kwa Roho Mtakatifu hiyo ni sawa, lakini yeye anajitoa. Tafadhali usijitoe kama hujajazwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Nataka kuamini tu siku moja baada ya mafundisho haya, Jumapili moja tunakuja tu, kama ni ibada ya kwanza ni kusifu na kuabudu, wakati mhubiri anasimama ni kupatia tu na watu nafasi ya kujazwa, kunenwa. Wale ambao hawajajazwa wajazwe, wale ambao walikuwa washajazwa wanene tena. Wanasifiwe. Papeli tu moja. Lakini sasa kwa leo tulikuwa tuna mafundisho, huenda hatutakuwa na hiyo nafasi ya kuwapatia watu kujazwa. Jambo la pili ya tatu ni kwamba inahitajika kuwa na muda na Roho Mtakatifu kwa maombi na hata kulisoma neno. Huwezi kukumbatia yule ambaye wewe hamsikisi. Unamkumbatia yule ambaye mnapendana, ni mke wako, ni mume wako, ni ndugu wako wa kiroho, ni dada wako wa kiroho. Elizabeth na Maria wakati walikumbatiana, mtoto akawa anaongea. Vile askofu alikuwa anatuambia akianzia ya kwamba mtoto alikuwa amejazwa, Yohana alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu akiwa miezi 6 katika tumbo ya mama yake, na hiyo alicheza wakati hao walikumbatiana. Kwa hivyo pia ni Roho Mtakatifu anataka tumkumbatie. Tunapokumbatia anataka tumwache nafasi atuongeleshe wakati ya maombi, atuongeleshe wakati ya neno, upate time ya kulisoma neno lake. Jambo lingine ni kwamba chukua nafasi ya kutii yeye wakati anapoongea. Obey his promptings. Heshimu wakati ambapo anakuongelesha, wakati anakuongoza. Wagalatia 5:16 anasema walk ye in the spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Tembea katika Roho na wala hautatimiza tamaa za mwili.
The more we obey, the clearer his voice becomes. Wakati ambapo tunamtii roho wake, sauti yake inakuwa waziwazi kwetu. The more we ignore him, the quieter he sings. Wakati ambapo tunampuuza, yeye ananyamaza. Yeye ananyamaza, anatuacha tunaenda mbali. Baadaye tunapogundua, tunajipata tuliacha upendo wetu wa kwanza kitambo. Ile kupenda kwa kufanya kazi ndani ya nyumba ya Bwana, unajipata hiyo upendo, hiyo hamu ilishaenda. Embracing the Spirit means learning to trust his nudges. Yaani kujifunza kukubaliana na vile na kuongelesha. Kunaji ni ile kusema kupiga jeki, kuongelesha na kusema bwana. Yaani anakaa kama anakuongelesha kwa side. Unajua kuna mtu ikifanya hivi nimemaanisha nini? So, naongea na elaliambili alafu sikuna kitu atapata. Isikuwe hivyo. So kuna vile roho anatuongelesha kwa sauti nyororo side. Salale kuna pointi na kukujia. Na saa hiyo kuna mtu kabisa atalipa na lala. Jambo lingine, do not quench or grieve the Spirit. Ili kukumbatia yeye, let us not quench him. 1 Thessalonians 5:19 inasema, do not quench the Spirit. Tusizimishe roho. Ephesians 4:30 inasema, do not grieve the Holy Spirit of God. Tusikasirishe roho wa Mungu kupitia matendo yetu. Aina ya bitterness, uchungu, aina ya pride, kiburi, aina ya gossip, masengenyo, aina ya unforgiveness, yaani kutosamea. Haya ni mambo ambayo yanakasirisha Roho Mtakatifu. Sin, bitterness, pride, gossip, unforgiveness can grieve the Holy Spirit. Disobedience quenches the Holy Spirit. Kutotii, amekukataza kwa tabia fulani na wewe unaendeleza kutenda, hiyo inazimisha Roho Mtakatifu. Kama tunahitaji uwepo wake, lazima yeye aendelee kuwa katika mioyo yetu. Jambo la 6 la mwisho, tuulize Roho Mtakatifu atujaze, aingie ndani yetu, atujaze kila siku. Be filled with the Spirit. Tujaze kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Anahitaji tuweze kujazwa siku baada ya nyingine. Sasa nataka kumkaribisha kiongozi wetu askofu wetu atumalizie kwa Mungu anazungumza pamoja nasi kupitia maneno yake, na anataka mimi na wewe tuwe na Roho Mtakatifu, tuishi na Roho Mtakatifu, tutembee na Roho Mtakatifu. Maana kwa maana hiyo tunakumbuka ya kwamba sisi ni watoto wake. Ni ambao tumesoma katika neno la Mungu, Warumi 8:9, ya kwamba wakati ambapo tunayo Roho Mtakatifu, hapo ndio tutaitwa watoto wa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye anatuthibitishia mimi na wewe ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Wanaweza sikiwe, Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anafanya kazi ya utakaso, anafanya kazi ya kuunganisha sisi pamoja na Mungu. Nataka kusimama hivi, najua pia walimu na viongozi wengine katika masomo ya kisha iliyopita wewe ndio unafanya
na uangalifu hata wakati ambapo tunaingia katika dhambi. Maana sensitivity inaisha. Inachotuonyesha sio kwamba tunaingia katika dhambi, inaisha. Hakuna hofu katika mioyo yetu. Ilikuwa na wimbo ambao tulikuwa tunaimba. Ni wimbo mzuri. Inakuja. Inasema kwamba moyo wangu unatetemeka ni kwa sababu ya maovu. Wakati moyo wangu unapotetemeka ni kwa sababu ya maovu, ni ishara ya kwamba roho ya Kristo ndani yangu yu hai. Inasema hivi. Na kusima roho wa Mungu. Wakati ambapo unaingia katika utendaji wa dhambi na hakuna chochote kile kinachokuonyesha kwamba hii ni dhambi, roho wa Mungu alikuwa mahali pale, umeshauzimisha. Lakini wakati roho wa Mungu inapokuwa ndani mwetu, unaanza kutetemeka kwa sauti ya dhambi, unaanza kuogopa dhambi, unaanza kukataa dhambi. Ni kwa sababu roho ya Yesu jua hai ndani. Kwa hiyo katika asubuhi ya leo jana ambapo tumezungumziwa ni kuruhusu roho wa Mungu aingie ndani mwetu. Maana anatusaidia kwa wokovu, anatusaidia katika utakaso, na anatusaidia katika kutii Mungu. Lakini akiwa juu yetu, peke yake ambao ndio usikizio kwa kanisa la Kipentekoste, tunasikiza juu ya roho wa Mungu akiwa juu ya mtu. Hiyo haina faida na wewe. Faida hiyo ni kwa ajili ya huduma. Utiwe nguvu kwa sababu ya kutumikia Mungu. Lakini kuishi kumpendeza Kristo, hapana. Ni roho anayekaa ndani. Wanaweza kujua. Kwanza katika asubuhi ya leo, tunataka kujikana mbele za Mungu. Tuwaambie kwamba tunahitaji roho atusaidie. Roho hapa shuka ingie ndani ya moyo wangu, ili niishi maisha kukupendeza. Ili siku baada ya siku nisikie sauti yako. Siku baada ya siku nitii sauti yako. Siku baada ya siku nikupendeze wewe Mungu peke yake. Kwa sababu ya roho wa Mungu anapokaa katika mioyo yetu. Wacha tufungue vinywa vyetu mbele za Mungu katika asubuhi ya leo. Tuzungumze na yeye Mungu. Ya kwamba Bwana ashuke na atusaidie. Mungu ashuke na atusaidie. Mungu ashuke na atujaze na roho wake. Roho Mtakatifu akae ndani ya mioyo yetu. Maana unapokaa kwetu tunakuwa na faida katika maisha yetu ya Ukristo. Ndipo tunaishi tukiwa na nafasi halisi. Ni kwa sababu roho wa Mungu ako ndani mwetu. Na anatenda kazi ndani mwetu. Na anatupa uangalifu katika mwenendo wetu pamoja na Mungu. Ninaomba Roho Mtakatifu katika nafasi. Tunakuwa katika
Baba Mungu, katika jina la Kristo Yesu, tunakuabudu na kuinua jina lako peke yake. Wewe ni Mungu tunaitana leo na hata milele. Ubadiliki Bwana, ndio maana ukatuma Roho Mtakatifu akae pamoja nasi milele. Tusaidie watu wa kanisa lako, ili tufungue kwako kwa Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu uingie ndani mwetu, utende kazi ndani mwetu, ukatueleze ndani yetu, ukatubadili siku baada ya siku. Asante Bwana kwa sababu uweza mamlaka ya jina lako ambao unalitenda kupitia kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa nasi Yehova atatufundisha siku baada ya siku, ili tufanane pamoja na Kristo. Tutakase Bwana kutoka katika udhaifu, tuoshe Bwana kutoka katika uovu, ili Roho Mtakatifu akae ndani mwetu, ili ambapo tunaambia kanisa la Korintho akutia mkono mwenyewe ya ndani ya Roho Mtakatifu. Watoto wakuruhusu Roho Mtakatifu ukae ndani mwetu, ustarehe ndani mwetu, utende mapenzi na makusudi ya Jehova ndani ya ndoa yetu. Asante Kristo Yesu, niko nawe Bwana na wewe Mungu. Kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru. Tusimame tunapoombea sadaka. Tusimame. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu kwa nafasi hii Yehova, asante kwa kuleta mioyo yetu asubuhi ya leo mtakatifu. Acha Roho Mtakatifu na kiongozi na kielekeze katika njia iliyo sawa. Mfalme, pokea utukufu zote na heshima. Mungu wa Israeli, tunapoenda kukuabudu na matoleo yetu